هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، tulikwisha kuzungumzia katika majlis ya hadith iliyopita milango ambayo tuliyazungumzia. Mwisho ni mlango wa 59, babu al-hathi ala al-akl min amali yadihi wa ta'affufi bihi an su'al wa ta'arrudi lil-i'ta. Huu ndio ulikuwa mlango wa mwisho ambao tulikwisha kadhalika kuzungumzia pamoja na milango miwili iliyotangulia kabla yake. Katika majlis ya leo bimashiati Allah Ta'ala tunaanza kuzungumzia mlango wa nambari 60 katika kitabu cha Riyadhus Salihin, sehemu ya kwanza ambayo ni muqaddimat, kabla ya kuingia katika kutub, katika vitabu vilivyomo ndani ya Riyadhus Salihin. Mlango huu tulionao leo wa rakam 60 ameweka An-Nawawi rahimahullah ta'ala anwani yake kwa kusema babu al-karam wal-jud wal-infaqi fi wujuhi al-khair thiqatan billahi ta'ala. Mlango unaozungumzia ukarimu na utoaji kwa wingi na kutoa katika njia mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala za khairi. Yote hayo yanafanywa akiwa Muislamu ana imani na yaqini na thika na Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba atamkwenda kumlipa mambo mengi sana ya khairi hapa duniani na kesho akhira yaum al-qiyama insha Allah ta'ala. Mlango huu kwa hakika ni mlango ambao unakusudiwa ndani yake kuhimiza Waislamu kuingia kwa kasi na kuingia kwa nguvu kubwa sana katika bab al-i'ta wal-infaq fi wujuhi al-khair. Ikiwa mnakumbuka kule nyuma katika kitabu hiki tulichonacho cha Riyadhus Salihin, aliwahi kidogo kugusia An-Nawawi rahimahullah ta'ala masala kama haya, lakini hapa alikusudia rahimahullah ta'ala Imam An-Nawawi kutilia nguvu yale masail ambayo tulikuwa tukiyaelezea katika vikao vya nyuma na milango iliyotangulia nyuma. Ikiwa mnakumbuka vizuri, milango iliyopita nyuma ilikuwa inahimiza zaidi suala la Muislamu kuwa ni mtoaji, la Muislamu kutojizoezesha tabia ya kuomba, ya Muislamu kutokuwa mkono wa chini katika maisha yake mara nyingi, bali anahimiza Muislamu kuwa ndiye mwenye mkono wa juu, al-yadul ulya, na anahimiza Muislamu kuingia katika mlango wa al-i'ta na mlango wa infaq ili kukimbilia katika mambo ya khairi. Na moja wapo wa milango mikubwa ya khairi katika Uislamu ni mlango wa kutoa. Ndio maana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akakusudia katika sehemu hii kujaliza na kuyatilia nguvu na mkazo yale ambayo kule nyuma alikuwa akiyafafanua kupitia kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba Muislamu anahimizwa kuwa na mkono wa al-ulya, al-yadul ulya, na anahimizwa kuingia katika milango ya khairi kwa nguvu, na kadhalika awe mstari wa mbele katika mambo ya khairat, hasatan mambo ya infaq. Mlango huu pamoja na hadithi zilizomo ndani yake ambazo ni takriban hadithi 20 kupungua moja, tukiangalia hadithi hizi kwa makini tunaona kwamba mlango huu unatupa anwani takriban 3 au nukta 3 ambazo zinaingia chini ya mlango huu. Nukta ya kwanza ambayo inalingana na hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni bayan
fadhail al-infaq wal-karam wal-jud fi sabilillahi azza wa jalla. Ni nukta ya kubainisha fadhila za Muislamu katika kutoa kwa wingi. Kuna fadhail mbalimbali nyingi ambazo amezitaja An-Nawawi rahimahullah ta'ala katika kitabu hiki kupitia kwa mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nukta ya pili itakuja insha Allah ta'ala ni suwar wa namadhij min karami an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa judi, sura na mifano katika baadhi ya ukwasi na kutoa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama na ukarimu wake. Mtume wetu alayhi salatu wasalam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas, kana ajwad an-nas, alikuwa ndio wa mbele zaidi na wajuu zaidi katika masala ya utoaji, kama walivyoeleza sahaba katika kumsifu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wametoa sifa hiyo na habari hiyo pamoja na ushahidi kamili. Sio kusema tu kana nabii sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas, sio hivyo peke yake, bali walitoa mpaka ushahidi na dalili ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ndiye aliyekuwa mstari wa mbele zaidi katika suala la kutoa. Hiyo ndio nukta ya pili ambayo ipo hapa katika mlango huu. Tutaangalia kadhalik suwar min karami an-nabii sallallahu alayhi wasallam wa judi. Nukta ya tatu kumalizia ni kinyume cha hivyo, yani wakati ambapo Waislamu wanahimizwa kutoa, kadhalika Mtume alayhi salatu wasalam huwa anazungumzia upande wa pili wa mazungumzo hayo, na upande wa pili wa mazungumzo hayo ni kutahadharisha alhadhar min albukhl washuh, ni kutoa tahadhari juu ya ubakhili na juu ya tabia ya Muislamu kuzuia kutotoa. Kwa hiyo kwa nukta hizi tatu itakuwa mlango huu umekamilika, pamoja na zile hadithi 19 zilizomo ndani ya mlango huu ambao amekusudia Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tukianza na nukta ya kwanza ambayo ni bayan fadhail aljud wa alkaram walinfaq fi sabilillah. Kupitia kwa hizi hadithi tunaona kwamba An-Nawawi rahimahullah ta'ala kupitia kwa hadithi hizi ametutajia takriban fadhila 9 za kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika njia za khairi, katika njia za taa, katika njia za birri, katika njia za kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ambazo amehimiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alfadhila alula, fadhila ya kwanza ya kutoa ni kwamba alinfaq fi sabilillah, aljud, alkaram, sababun min asbabi alghibta. Na ukitaka kuyasema maneno haya kwa ujuzi zaidi utasema asababu alawwal min sababai alghibta, ni sababu moja wapo wa sababu mbili za ghibta. Maana ya ghibta, ghibta ni tamko la Kiarabu ambalo linamaanisha mtu kutamani jambo la khairi na yeye kadhalika ambalo limemfika ndugu yake Muislamu, na yeye pia atamani kufanya kama vile Muislamu mwenzake au Muislamu mwenziwe aliyeneemewa na Allah subhanahu wa ta'ala, aliyetunukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kukarimiwa na fadhila ile, na yeye pia awe anaitamani fadhila ile iwe kwake. Na hapa ndipo tunapata tofauti ya ghibta na hasad. Hasad ni tabia ya uovu, tabia mbaya, tabia ambayo ameikemea Mtume sallallahu alaihi wasallam na ametahadharisha kwa Muislam, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika ameikemea katika ayat kupitia kwa aya za Qur'ani mbalimbali ambazo wametajwa wale ambao walikuwa wanahusudu watu wa khairi walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zao. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahima al-kitaba wal-hikma wa atainahum mulkan adhima. Kwa hiyo tabia ya hasad ni tabia mbovu, tabia chafu.
kwa sababu hasad ni kule mwanadamu kutamani kwamba neema ambayo Allah azza wa jalla kamneemesha mja fulani imuondokee, hata kama yeye asiipate, lakini yule aliyoneemeshwa asiwe nayo. Ghibta ni tabia ya Muislamu kutamani neema iliyomfikia Muislamu fulani na yeye kadhalika awe nayo. Wakati huo huo Muislamu yule aliyeneemeshwa neema ile iendelee kubakia kwake. Ni yeye tu kwamba yatamani na pia na yeye angelikuwa kama fulani, na yeye pia angelikuwa kama fulani, ameneemeshwa neema fulani ambayo Allah azza wa jalla akamjalia nayo. Kwa hiyo tabia ya jud na infaq ni mojawapo wa sababu mbili peke yake ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja kuwa ni sababu za ghibta. Sababu za ghibta katika Uislamu ni mbili, kama anavyobainisha Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud hii ambayo tuisoma sasa hivi. Ni hadithi ya kwanza katika mlango huu, an ibn Mas'ud radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la hasada illa fi ithnatayn rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fi alhaq wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Muttafaqun alayh. Mtume alayhi salatu wasalam atuambia kupitia kwa hadithi hii ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hakuna kuwa na ghibta, lakini Mtume alayhi salatu wasalam alitumia lafdhi ya hasad, na hii ni katika alfadh ambazo wanazuoni wanaziita alfadh mushtaraka, katika lafdhi ambayo inaweza kushirikishwa ile tabia ambayo sisi tunajua kwamba ni mbaya, lakini Mtume alayhi salatu wasalam hakukusudia hasadi ya ubaya au hasadi mbovu au hasadi iliyo chafu ambayo Muislamu amekemewa kutokuwa nayo. Alikusudia kwa tamko la hasad ile ghibta ambayo Muislamu atakiwa kuwa nayo, ingawa alitumia lafzi ya hasad ili kuikaribisha maana katika fahamu ya Muislamu. Asema hairuhusiwi ghibta Muislamu kuwa nayo isipokuwa katika sababu mbili au mambo mawili peke yake. La kwanza, rajulun ataahu Allahu malan, mtu ambaye Allah azza wa jalla kamruzuku neema ya mali. Muislamu yule aliyeruzukiwa mali, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, yule aliyeruzukiwa mali, yule tajiri, yule milionea, yule aliyekunjuliwa katika riziki na mali yake, ikawa mali ile yuwaitoa kwa wale wanaostahiki ile mali na kuigawanya na kuipeleka kwa njia ya haki. Kila ambaye Allah azza wa jalla amemjalia kwamba ni muhtaj na yastahili kupata katika mali ile, basi huyu bwana aliyeruzukiwa neema hii Allah azza wa jalla hajamzuia wala hajamnyima. Hiyo ni sababu ya kwanza kubwa ya ghibta, kwamba Muislamu, lau utamuona Muislamu mwenzio aliyeruzukiwa neema hii na wewe ukatamani ukasema, na mimi pia naomba na natamani kwamba lau Allah subhanahu wa ta'ala na mimi atanipa kama hivi alivyompa huyo fulani, na mimi pia kadhalika nitafanya kama vile yeye anavyofanya, na mimi natamani pia kufanya kama fulani anavyofanya, namna ninavyoona kwamba anavyosaidia watu katika mambo ya khairi na kuwatoa watu katika dhiki na kuwaondolea watu umaskini, kuwaondolea watu balaa, kuwaondolea watu tabu, na kila mwenye shida anapokwenda kwake hamregeshi kwa shida alionayo. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Mtu wa pili, rajulun ataahu Allahu hikma, mtu ambaye Allah azza wa jalla amemtunuku hikma. Hikma ni tamko wasi', tamko pana ambalo ndani yake kunaingia ilmu an-nafi', elimu iliyo na manufaa na busara iliyo na manufaa. Ukamwona mtu Allah azza wa jalla amemruzuku busara iliyo na manufaa makubwa ndani yake, amemruzuku ilmu iliyo na manufaa makubwa ndani yake. Ilmu ile, yule uliyemwona aliyeruzukiwa, unamwona ananufaisha watu kwa ile elimu. Watu wanapata ilmu yake, wananufaika nayo, wanatoka katika giza la ujinga, wanatoka katika giza la ushirikina, wanatoka katika uvundo wa uzushi na bid'a, wanaingia katika sunna, wanaingia katika tauhid, wanaingia katika huda. Na wewe kadhalika Muislamu ukatamani ukasema, ya laitani ruziqtu kama ruziqa fulan min alilm, ya laitani ruziqt
kama ruziqa fulan min almal fayunfiqu fi sabilillah wa yuallimu hadha alilma an-nafi' fanafa'a Allahu bihi wa nafa'a Allahu bihi alibad. Huyo ni miongoni mwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua kuwanufaisha waja kupitia kwake. Na wewe pia ukatamani na mimi pia angalau ningelikuwa miongoni mwa hao ambao waja wa Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa wananufaika kupitia kwangu, kwa ile elimu nilionayo au kwa mali nilionayo. Kwa hiyo haya ndio mawili katika zile sababu pekee. Mtume sallallahu alaihi wasallama hakutaja mengine yote yaliyoko duniani, mengi ya yale yaliyoko duniani mengine, lakini Mtume alayhi salatu wasalam haya mengine yote hakuyafanya kuwa ni sababu ya Muislamu kutamani miongoni mwa yale matamanio ambayo Muislamu anayatamani. Na huu ni mwongozo mkubwa sana wa Mtume wetu Muhammadin sallallahu rabbi wa salamu alayhi, ya kwamba Muislamu lao kuna kitu ambacho atatamani, basi atamani moja wapo hizi sababu mbili peke yake. Mwangalie aliyeruzukiwa mali, ikiwa unatamani mali, lakini yule ambaye aliyepewa mali na anaitoa mali ile katika njia za khairi zote, anatoa mali ile kuwapa wale wanaostahili, kila mmoja kulingana na uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria. Au mwangalie aliyepewa ilmu na vile anavyoifundisha ilmu ile na kuitoa na kuwapa wale wanaostahili ile alilm an-nafi' na ilmu ya haki na busara na hikma, na wewe kadhalika ukatamani na mimi angalau ningelikuwa na sehemu ya ilmu hiyo nikawa nawafundisha waja. Mahallu shahid ya hadithi hii ni yule mtu wa kwanza au ile sababu ya kwanza. Kwa hiyo fadhila ya kwanza kubwa ya kutoa katika njia za khairi ni kwamba ni mojawapo wa sababu ya Muislamu kuhusudiwa kwa khairi, ya sababu ya Muislamu kuwa na ghibta ya matamanio ya mambo mazuri, ya kwamba Allah azza wa jalla na mimi natamani angelikuwa pia amenipa kama alivyompa fulan, kwa sababu ya yale manufaa makubwa yaliyoko ndani yake. Alfadhila athania katika zile fadhila 9 ni kwamba malu sadaqa, malu as-sadaqa huwa al-baqi inda Allah. Hii ni fadhila ya pili kubwa ya kutoa katika njia za Allah subhanahu jalla jalaluhu. Mali inayotolewa katika sadaqa ndiyo mali inayobaki. Muislamu kila mwanadamu aliyeruzukiwa mali, na sisi Waislamu tumepewa mali na Allah subhanahu wa ta'ala, saa zote tuwe na ufahamu huu wa kwamba mali zetu zinagawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna mali inayobaki na kuna mali inayotoweka na kuondoka. Hii ndiyo taksim ya mali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na milango ya khairi, kulingana na milango ya sadaqat. Mali inagawanyika katika vigawanyo viwili: almalu albaqi, walmalu albaqi huwa almalu alladhi sayajiduhu almu'min au almuslimu inda rabbih. Mali inayobaki ni ile mali ambayo Muislamu atakwenda kuikuta mbele ya Mola wake subhanahu jalla jalaluhu. Mali nyingine ya pili ni mali inayoondoka, inayotoweka. Tupige mfano. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amekuruzuku shilingi 1000. 1000 ile ukasema shilingi 100 nitaitolea sadaqa, na shilingi 900 mimi nitaitumia katika mahitaji yangu, katika chakula changu, katika haja zangu za kibinadamu kawaida. Sasa ma huwa almalu albaqi katika hizi sehemu mbili? Huwa al100. Ile shilingi 100 ndiyo mali inayobaki inda Allah subhanahu jalla jalaluhu. Ile 900 yote imeondoka. Ile 100 ulioitoa sadaqa, ulioitoa katika khairi, ulioitoa katika bir, ulioitoa katika taa min taati Allah azza wa jalla wa bir min a'mali albir, ndiyo ambayo utakwenda kuikuta mbele ya Allah subhanahu jalla jalaluhu. Ile 900 haipo. 900, jambo ambalo utakwenda kulikuta kuhusu 900 ni hisabu. Utakwenda kuambiwa leta hisabu yake, ile 900 uliipata vipi, 1000, na hii 900 uliitumia vipi. Amma al100 fahiya baqiya inda Allah subhanahu wa ta'ala, tajiduha inda Allah. Na ushahidi tunao katika Qur'an na tunao katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam
في القرآن ماذا قال الله عز وجل؟ وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله huwa khairan wa a'zama ajra. Chochote ambacho mnakitanguliza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tajiduhu inda Allah, hiyo ndio ambayo itakayobakia, mtakwenda kuikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyingine ambayo sio kwa hiyo, fahuwa fi zawal wa huwa fi dhahabin wala yujad inda Allah subhanahu wa ta'ala min al-ajri wa min athawab, hakuna mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala thawabu yake wala ajri yake ambayo itakuwa imebakia mbele ya Allah subhanahu jalla jalaluhu. Ama katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, An-Nawawi rahimahullah ta'ala katika fadhila hii ametokea hadithi mbili. Ya kwanza ni hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi ya 544, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mafundisho kama haya huwa Mtume alayhi salatu wasalam anayetoa kwa njia ya kutega fahamu ya mwanadamu, kwa njia ya kutega fahamu ya mwanadamu. Fahamu ya Muislamu wakati mwingine ni mpaka uitege. Kuitega kwa maana ya kwamba waweza kumuuliza swali au kumpigia mfano au kumletea kwa sura ambayo sio kawaida ya yeye kuijua sura ile, kwamba ile risala unayotaka inakuja moja kwa moja. Wa Mtume alayhi salatu wasalam nukta hii ameileta kwa njia ya kutega fahamu ya yule mwenye kusikia. Katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wasalam akawauliza Waislamu swali, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi, nani katika nyinyi Waislamu, yani sahaba na Waislamu kwa jumla, ambaye mali ya mrithi wake ni bora kwake kuliko mali yake yeye mwenyewe? Nani katika sisi Waislamu ambaye itakuwa yuaipenda zaidi mali ya mrithi wake kushinda mali yake yeye mwenyewe? Yani wewe Muislamu una mke, una watoto, hao ni warithi wako. Mkeo yuakurithi, ya waritha, wanao wanakurithi, warithun. Lau utaondoka duniani leo, watoto wako watakurithi. Sasa iko siku ambayo ulitamani au ulipenda mali ya watoto wako kushinda mali yako, au mali ya mkeo kushinda mali yako? Mtume alayhi salatu wasalam auliza sahaba swali hili, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali, nani katika nyinyi ambaye mali ya mrithi wake itakuwa yuaipenda zaidi kushinda mali yake yeye mwenyewe? Sahaba wakajibu, ya Rasulullah, ma minna ahad illa maluhu ahabbu ilayhi, hakuna katika sisi mtu ambaye atakuwa mali yuaipenda zaidi isipokuwa ni mali ambayo ni yake yeye mwenyewe. Hakuna, isipokuwa utapata mtu, kila mtu katika sisi mali anayoipenda zaidi ni mali yake. Sio kwamba utakuta mtu yupenda mali ya mrithi wake. Walipojibu hivi, Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia, fa inna malahu ma qaddam wa mala warithihi ma akhar. Basi ikiwa jawabu ndio hiyo mlioitoa, basi mfahamu ya kwamba mali yake yeye mwenyewe ambayo nyinyi mnasema anaipenda zaidi, mali yake mwenyewe ni ile mali ambayo itakuwa ameitanguliza kabla ya kuondoka duniani, na mali ya warithi wake ni ile mali ambayo itakuwa ameiwacha nyuma. Angalieni balagha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalieni lugha ya maani kubwa aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutufikishia message kubwa kama hii. Ataka kutuambia ya kwamba mali ambayo unayotanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio mali ambayo utakokwenda kuikuta, na hiyo ndio mali ambayo watakiwa uwe waipenda zaidi, kwa sababu hiyo ndio mali yako. Katika hii mali yote ambayo Muislamu leo waimiliki, zile milioni zote ulizonazo,
ili zile ambazo ni zako wewe mwenyewe ni zile ambazo utakwenda kuzikuta yaum alqiyama, hizo ndio zako. Zile ambazo utaziwacha nyuma, hizo sio zako, hizo ni za warithi wako, watakuja kukurithi. Wa hadha huwa alhaq, na hii ndio haki, na huu ndio ukweli, na hivi ndivyo mambo yalivyo. Leo ukisema unawacha mali yako kwa warithi wako waje wakurithi, hiyo mali yote sio yako, ni mali ya warithi. Uliendea mbio, ulitolea jasho, ulikimbilia, ulihangaika kwa ajili ya mali hiyo. Usiku na mchana wenda mbio, akili inafanya kazi saa zote, hata usingizi saa nyingine unakupotea kwa ajili ya mahesabu. Kuna dili fulani, kuna kazi fulani, kuna nyumba fulani, kuna ardhi fulani, kuna biashara fulani. Fa yudhhib binaumik, yudhhib birahatik, yudhhib biraghadi aishik, inakuondolea raha za maisha yako yote, mpaka starehe, mpaka utulivu, mpaka usingizi. Hizi mbio ambazo ulikuwa umezipiga ni kwa mali ambayo sio yako, ni mali ya warithi. Na hivi ndivyo hali ilivyo, maana ukaondoka leo, mali ile yote yarithiwa. Basi tuombe Mungu kwamba wale warithi watakuwa ni watoto ambao wameleleka kwenye tarbia nzuri, wanaisoma dini vizuri, wanaijua haki, wanajua dini, ili waweze kufuata sheria ya Allah azza wa jalla katika mirath, waigawanye kwa haki. Maana ikiwa pia warithi wale wamekosa mwongozo na tarbia, ni balaa nyingine kuhusiana na ile mali ambayo mchumi wake ni wewe, na aliyekuja nayo mali ile ni kupitia kwako, na wewe ndio ulikuwa sababu. Watu wanahangaika, watu wanazozana, wengine wanakaribiana kuuana, wanateta, hawazungumzi. Mani sabab? Anta kunta sabab fi iktisabika li hadha almal, ambayo sio yako, ni ya warithi. Idhan aina maluk? Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, maluka ayuha almuslim huwa ma qaddamtahu, ni ile ambayo tayari ulikuwa ushaitanguliza kabla hujafa. Ukaitoa fi sabilillah, ukatoa waqf, ukatoa sadaqa jariya, ukatoa sadaqat khairat katika mambo ya khairi, ili yaum alqiyama uende ukayakute yale yote uliyotanguliza. Ile ndio mali yako sasa, ambayo itakuja kukufaa siku ya kiyama. Hii mali iliyobaki nyuma haiji kukufaa kwa vyovyote yaum alqiyama, isipokuwa kwa hisabu. Ndio utakuja kuhesabiwa nayo, uambiwe wewe umewacha tarika kiasi fulani, uliacha mali kiasi fulani, warithi wako wakazozana au wakapigana au wakateta au wakafanya hivi, na mali ile ikachezewa. Maana ke wale ambao watairithi mali ile sio wao waliochuma, wala hawana uchungu nayo. Wewe mwenyewe mwenye mali ile ulikuwa unafanya hesabu ya kila shilingi, mpaka saa zingine kuna vitu wataka kuvinunua unajinyima, unafanya mahesabu, sema wacha mimi leo nizuie, jana ninakula kitu fulani leo sili, jana ninanunua kitu fulani leo sinunui, juzi nilivaa viatu fulani leo sivai tena. Unajipimia mwenyewe mahesabu, kwa sababu ni mali ambayo unaiona kwamba uliipata kwa nguvu na uliipata kwa tabu. Lakini wale wanaokuja baada yako hawaelewi hisabu kama hizo wala tabu kama hiyo. Mali wataitoa kwa namna ambavyo itawaridhisha. Hadithi ya pili ni hadithi ya Aisha radhiallahu anha, hadithi ya 557 sawia na hadithi ya 15. Annahum dhabahu shatan, masahaba, baadhi ya sahaba na ahli albayt wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walichinja mbuzi siku moja. Mtume alayhi salatu wasalam alikuja akakuta mbuzi amechinjwa. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akaja akawauliza watu wake wa nyumbani, madha baqiya minha, huyu mbuzi mlimchinja amebakia nini katika nyama yake? Qalat Aisha radhiyallahu anha, akajibu umul mu'minin, ma baqiya minha illa katifwa, nyama yote ambayo
tuliipata baada ya kumchinja huyu mbuzi, yote tulitoa. Kilichobakia ni sehemu ya mguu, yani ya bega yule mbuzi yule, sehemu ya mguu, katif, yani bega la mbuzi. Na tukisema bega la mbuzi kwa mnyama inafahamika sehemu gani? Amin, mkono, nyama ya mkono ambayo katika zile nyama nzuri kadhalika. Qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, baqiya kulluha ghairu katifiha. Sasa nyinyi mwasema kwamba sehemu ya nyama iliyobakia ni sehemu ya mguu ndio iliyobaki, ile yote mnaitoa sadaqa. Lakini mimi nawaambia kwamba sehemu iliyobaki ni mbuzi wote amebaki, ambayo tumeitumia sisi ni huu mguu, ndio ambayo sisi tumetumia. Yani Mtume alayhi salatu wasalam akapindua maana ambayo aliyopewa na sahaba na Ummul Mu'minin Aisha, mapenduzi ambayo yalikuwa ni kinyume cha ufahamu vile walivyozungumza, kwa sababu kulingana na ufahamu wa sahaba, ile ambayo walioitoa yote ni mali ambayo imeondoka. Sasa mali iliyobaki kwao ni sehemu ya mguu, yani sehemu ya bega la mnyama au ni sehemu yake ya mguu. Kwa hivyo ndio sehemu ya nyama iliyobaki. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam awaambia, la, ile mlioitoa sadaka yote nyama ile ndiyo iliyobaki, maana ile ndiyo sadaka mtakayokwenda kuikuta thawabu yake na ajiri yake yaum alqiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu ambayo hii mnayosema nyinyi iliyobaki, hii ndiyo ambayo haiko, maana hii ndiyo tutakayoitumia sisi kula. Ile sadaka mlioitoa ile ndiyo iliyobaki. Kwa hivyo mbuzi wote amebaki, ambayo hayukubaki katika mbuzi ni sehemu ya katif, sehemu ya mguu. Sio kama mmefahamu hii lugha ya Mtume alayhi salam na balagha ya Mtume alayhi salam. Kwa hivyo yataka kutuambia ya kwamba mali yoyote unayoitoa katika sadaka ndiyo inayobaki. Kubakia kwa maana ya kwamba mali hiyo ndiyo utakayokwenda kuikuta mbele ya Allah azza wa jalla yaum alqiyama, na itakuwa mali hiyo umeitanguliza kabla wewe hujafika. Mali unayobaki nayo, mali yoyote ambayo iliyobaki wewe hujafa, hiyo mali ni mutaakhir, hiyo mali ni mimma akhartahu, ni mali uliyoacha nyuma ambayo ni ya warithi. Isipokuwa ikiwa umesema mali hii ni wakfu, mali hii ni sadaqa jaria, mali hii ni sadaqa ya fulan, hiyo itaingia katika wasia au itaingia katika waqf au sadaqa jaria katika hukumu ya mali almali alladhi quddim. Kwa hivyo kuna mali almuqaddam na mali muakhar. Mali ya Muislamu haitoki katika hivi vigawanyo viwili. Leo ukitoka kurudi zako nyumbani, kaa wewe mwenyewe ujifanyie muhasaba. Wewe ni accountant wa mali yako, jiulize, katika mali yangu ni sehemu gani ambayo ni muqaddam na ni sehemu gani ambayo ni muakhar. Ukikuta kwamba mali ambayo ni muqaddam zero, au mali ambayo ni muqaddam negative, au mali ambayo ni muqaddam ni ndogo sana, nenda ukafanya marekebisho, kwa sababu mali ambayo ni muqaddam yatakiwa iwe ni sehemu nzuri utakaokwenda kuikuta thawabu yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mali muakhar ni mali ya warithi, ambayo ile unayoacha nyuma warithi wako waje wanufaike nayo. Hii ndio maana ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yataka kusisitiza kupitia kwa hizi hadithi mbili. Kwa hivyo ameileta kwa njia ya swali na ameileta kwa njia ya balagha ya kuuliza kupitia kwa yule mnyama ambaye alikuwa amechinjwa na sehemu ya nyama iliyobaki. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabainishia maana hii. Fadhila ya tatu min fadhail al-infaq fi sabilillah wal jud, anna al-infaq fi sabilillah sabab min asbab an-najati min an-nar, hisun yuhassinu bihi al-muslim min an-nar, hijab min an-nar, ni kinga ya moto. Sadaqa ni kinga ya moto, kizuizi cha moto, sababu ambayo inamfanya Muislamu kwenda kukingwa na kuingia na moto katika moto wa Jahannam. Hadithi ya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu,
ni hadithi ya tatu sawia na hadithi 545. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, hadithi hii imetangulia nyuma, tutaieleza kwa haraka. Ittaqun nar walau bishiqqi tamra, muttafaqun alayh. Mtume sallallahu alayhi wasallam awaambia Waislamu, enyi Waislamu, iogopeni moto wa Jahannam, uogopeni moto wa Jahannam hata lau kama ni kutoa sadaka kwa nusu ya tende. Chukua tende igawanye nusu, shiq ni sehemu ya tende ya nusu. Ikiwa hiyo ndio sehemu ya mali ulionayo ya kutoa sadaka, basi toa, ili upate kinga na moto wa Jahannam, upate kinga na kupata adhabu ya Allah subhanahu jalla jalaluhu. Kadhalik katika fadhail za sadaqat ya 4, duaul malaika lilmunfiqi bilbarakati walikhlaf. Mwenye kutoa anapata fadhila ya kuombewa dua na malaika, anaombewa dua na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, dua ya kupata baraka katika mali yake, dua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amwekee badala ya mali alionayo, na Allah subhanahu wa ta'ala mbarikie katika mali yake na ampe nyongeza na amkunjulie katika mali ile. Hii ni dua ambayo malaika wanaiomba kwa kila mwenye kutoa. Hii ndio fadhila nyingine kubwa min fadhaili al-infaqi fi sabilillah. Hadithi ya 5 sawia na 557, hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Hakuna siku yoyote inayopambazuka kwa waja duniani isipokuwa kila siku asubuhi huteremka malaika wawili wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika malaika wale wawili, mmoja wao huomba dua akisema hivi: Allahumma, ewe Allah, a'ti munfiqan khalafan, mpe yule mtoaji, yule atoaye katika njia za khairi, yule atoaye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpe mbadala, mpe jambo ambalo litakuja kusimama badala ya mali yake ambayo ameitoa. Mpe nguvu katika mali yake, mali ile izidi kuwa na baraka, mali ile izidi kuwa na kuneemeshwa, mali ile izidi kukunjuliwa na kufunguka. Al-ikhlaf fil mal ni inakuja kwa maana ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huikunjua mali ile, huibariki mali ile, na kila utoapo Allah azza wa jalla huleta badili yake. Wewe ukidhani kwamba mali ile imepungua, lakini haipungui, kama itakavyokuja mbele kadhalik miongoni mwa fadhail. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika ndani ya Qur'an maana hii akaitaja kwenye Qur'ani subhana jalla jalalu, kituambia wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu, na chochote ambacho mnakitoa kwa ajili ya Allah azza wa jalla, basi Allah azza wa jalla huwa ni mwenye kuweka khalaf yake, badala yake, utilia baraka ndani yake na kuikunjua mali ile na kuifungua mali ile. Yukhlifuhu Allah subhanahu wa ta'ala lak, ukuwekea thawabu, ukuwekea mali, ukukunjulia mali, ukubarikia katika mali. Maana hizi zote zinaingia katika ikhlaf, na hii ndio dua ambayo yule malaika wa kwanza huomba kila asubuhi. Kwa hiyo kila mwenye kutoa dua hii waipata ya huyo malaika anapoomba, na yule mwingine naye huomba dua ya kinyume ya hivi. Dua yake yule wa pili ni dua ya kuapiza. Malaika wa pili aomba akisema Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Rabbi, ewe Allah, tunakuomba umpe kila mwenye kuzuia, umpe kila bakhili talafan, uharibifu kwenye mali yake. Mtoaji mbarikie kwenye mali yake, mpe badala kwenye mali yake,
Lakini mwenye kuzuia na bakhili, huyo mali yake mpe talaf. Talaf ni uharibifu. Mali haiwezi kuongezeka, mali haina baraka, mali haina kheri, na mali ile inakuwa ni yenye kumsumbua Muislamu katika maisha yake kwa kila namna. Ndio maana unakuta kwa maana hii na kwa dua hii ambayo wanaiomba malaika, unaona mambo ya ajabu ajabu makubwa kwa kila Muislamu na kila mwanaadam aliyeamua na aliyechukua uamuzi wa mali yake kuizuia na kutotoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unakuta mara nyingi mali ile inageuka inakuwa ni mali, ni chombo cha adhabu, inakuwa ni chombo cha adhabu cha kumhangaisha yule Muislamu. Inatosha kwamba Muislamu yule ni mwenye kuhangaika usiku na mchana, kule kuhangaika kwenyewe ni adhabu, hana raha ya mali yake kabisa, mpaka washindwa wajiuliza, huyu hivi anavyokwenda mbio na hii mali, kwani wakati gani yuwastarehe na hii mali? Wakati gani yataladhdh bihadha almal? Mata yajidu ladhatan fi malih? Mata yartah bihadha almal? Wallahi la yartah. Ghuduwan wa ashiyan, laylan wa naharan, sabahan wa masaan, yuko mbioni wahangaika. Hiyo peke yake tu inatosha ni adhabu, kwa sababu mali watu huichuma kwa ajili ya mali ile kuja kuwaneemesha, lakini yule ambaye ameamua kuizuia ile mali, unakuta mali ile la yanfa'uhu wala yartahu bihi wala yataladhdh bihi. Mbali na adhabu zingine mbalimbali na uharibifu unakuja katika mali ile, mara hii shamharibikia, mara ile shamharibikia, mara mambo yamekwenda vibaya, mara kunatokea bala hii na bala ile. Kul hadha liajli albukhl wa adam alinfaq fi sabilillah. Tutasimama kidogo kwa ajili ya adhan al-isha, kisha tuendelee mbele insha Allah.
Fadla ya tano katika fadhail al-infaq fi sabilillah fi wujuhi al-khair, wa'd Allah azza wa jalla bil-infaq ala al-munfiq, ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotoa ya kumruzuku na kumpa nafaka na kumtunuku yule mwenye kutoa. Kila mja anapotoa, basi Allah azza wa jalla kuna ahadi aliyoitoa ya kwamba mwenye kutoa na Allah azza wa jalla na yeye atamtolea, kwa maana ya kwamba na yeye pia atampa, kama ambavyo wewe ulivyokusudia kumpa Muislamu aliye na haja, Muislamu aliye na dhiki, ukakusudia kumtolea katika riziki, kumpa, kumondolea riziki ile, kumondolea tabu ile na dhiki na tabu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik, aljaza min jinsi al-amal, na wewe pia Allah subhanahu jalla jalalu pia na wewe anakupa. Wewe ukitoa na yeye Allah azza wa jalla anakupa. Fadhila hii imekuja katika hadithi mbili ndani ya mlango huu. Hadithi ya kwanza hadithi ya Abi Huraira, na ya pili kadhalika ya Abi Huraira. Hadithi ya kwanza ya Abi Huraira ni hadithi ya 6 sawia na 548, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala qala Allah ta'ala anfiq ya ibn adam unfiq alayk. Hadith muttafaq alayh. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hadith qudusi, Allah jalla jalalu yeye mwenyewe anasema anfiq ya ibn adam, toa ewe mwanadamu, unfiq alayk au yunfaq alayk, na mimi nitakutolea au mimi nitakupa. Hii ni ahadi ya Allah jalla jalalu subhanahu. Wallahu azza wa jalla la yukhlifu almi'ad, Allah havunji ahadi yake wala hakuna kitu kitakachozuia ahadi ya Allah subhanahu jalla jalalu kutimia. Kwa hivyo ni ahadi ya ukweli na ni ahadi ya haki ya kwamba kila mwanadamu anapotoa na Allah subhanahu wa ta'ala naye humpa. Hiyo ni ahadi azza wa jalla aliyotoa. Hadithi ya Abi Huraira ya pili ni hadithi ya ajabu, hadithi ambayo ndani yake tunaona kuna karama kubwa iliyomtokea moja katika sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na karama hii iliyomtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam si karama ya kustajabu nayo, kwa sababu ni mfano mmoja tu tunaoneshwa wa namna ambavyo Allah azza wa jalla yunfiq ala al-abd, namna Allah anavyomtolea mja wake, namna Allah azza wa jalla anavyompa mja wake yule atoaye. Kwa hivyo tunayo sura, tunao mfano ambao umekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi amepokea Muslim min hadithi Abi Huraira an nabii sallallahu alaihi wasallam qala, hadithi ya 19 sawia na 571, an nabii sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume alayhi salatu wasalam asema, bainama rajulun yamshi bifalatin min al-ardh, wakati siku moja kuna bwana mmoja anatembea kwenye ardhi peupe, ardhi iliyokuwa haina kitu inaitwa fala, ardhi nyeupe haina kitu. Fasami'a sautan min sahaba fi sahabatin, akitahamaka mtu yule aliyekuwa anatembea akasikia kuna sauti inatoka kutoka kwenye kiwingu kilichokuwa juu mbinguni. Sauti inasema, isqi hadiqata fulan, ewe kiwingu, nenda ukateremshe maji yako kwenye shamba la fulani. Huyu bwana asikia maneno haya yatoka kwenye kiwingu cha mvua, kipo juu yake. Asema Mtume alayhi salatu wasalam, fatanaha dhalika sahab faafragha ma'ahu fi harra, kiwingu kile kilipotoa sauti ile, kiliposikia sauti ile, pale pale kikaondoka kile kiwingu, kikasongea, kikenda mpaka ile sehemu iliyoambiwa iende ikamwage maji yake, ikaenda ikateremsha mvua ya maji pale ilipoambiwa. Na pale mvua ilipoteremshwa ya maji ni sehemu iliyokuwa kavu na mawe meusi.
sio ardhi ya rutba. فإذا شرجة أو فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعت أو قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. Asema Mtume alayhi salatu wasalam, baada ya kile kiwingu kusongea kikenda kikamwaga maji pale kilipoambiwa kimwage maji, yani maji ya mvua. Asema faidha sharjatun min tilka shiraj qad istaw'abat dhalika alma kullah. Asema nikitamaka, niposongea mbele nikakuta kuna msingi, mtaro katika ifuata ule mtaro wa maji, anaofuata unakwenda wapi? Akaufuata mpaka akafika pahala, fa idha rajulun, akamkuta mtu amesimama pita, anayeambia twende hivi, nenda vile, ili ipite yale maji katika sehemu mbalimbali ya bustani lake la maji, bustani lake la mimea. Faqala lahu, yule bwana aliyeyaona haya yote yaliyotokea, tangu kusikia ile sauti, tangu kuona maji ya mvua yanateremka, tangu kuona kiwingu cha mvua kinasongea kikenda kikamwaga maji, akamwona mtu na jembe lake anafungua mitaro mingine midogo ya maji yale ya mtaro kwenda kupita. Akamwambia yule bwana aliyesimama, ya Abdallah, ewe bwana, ewe mja wa Allah, masmuka, wewe waitwaje, jina lako? Qala, yule bwana akamjibu akamwambia, fulan, mimi naitwa fulani. Alipotaja lile jina, lilismi alladhi sami'a fi sahaba, lile jina alilotaja yule bwana likawa ni jina lile alilolisikia likitajwa kule kwenye sauti iliyopewa yale mawingu ya mvua. Lile wingu la mvua lilipoambiwa isqi hadiqata fulan, nenda ukateremsha mvua kwenye bustani la fulani, yule fulani aliyetajwa kule ndio huyu jina lake alotaja. Yule bwana akamwambia, ya Abdallah. Sasa yule aliyeulizwa lile jina akauliza, ya Abdallah, na wewe mja wa Allah, lima tasaluni an ismi, kwa nini unaniuliza jina langu? Akamwambia, inni sami'tu sautan fi sahab, mimi nilisikia sauti inatoka mawinguni. Alladhi, kiwingu au mawingu ambayo, hadha mauhu, haya maji sasa hivi unayopeleka wewe, haya maji yanayotoka katika hayo mawingu niliyosikia mimi sauti kutoka ikitoka katika hicho kiwingu. Yaqulu, sauti hiyo inasema, isqi hadiqata fulan lismik, nenda ukanyunyize maji ya mvua kwenye bustani la fulani ambaye ndiye wewe. Sasa mimi nakuuliza, fama tasna'u fiha, hebu niambie wewe, kwani unafanyaje kwenye ile bustani lako mpaka ifikie hapo kwamba kuna wingu la mvua linapewa amri kwa jina lako lije linyunyize maji kwenye bustani lako? Kwa jina lako umetajwa kwenye mawingu. Fama tasna'u fiha, wewe kwani unafanyaje kwenye ile bustani? Yule bwana akamjibu, faqal, ama idha qulta hadha, sasa maadamu umenipa maelezo hayo, umenipa mambo hayo, basi anzuru ila ma yakhruju minha, ninachokifanya mimi ni kwamba mimi nakusanya yale mapato yote ninayoyapata ya bustani hili, kisha nagawanya mapato yale katika mafungu matatu. Fa atasaddaqu bithuluthihi, fungu la kwanza alitolea sadaqa, wa akulu wa ana wa iyali thuluthan, na fungu la pili nala mimi na wanangu. Wa aruddu fiha thulutha, na fungu la tatu nalolipata faida yake na mali hiyo inarudi katika kuiliimarisha bustani hili liendelee kutoa mazao. Hivyo ndivyo mimi ninavyofanya. Pato la hili bustani naligawanya hivyo na natoa kwa njia hiyo. Huu ni mfano na ushahidi
wa kupitia kwa mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi ukijiuliza, Mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadith, Allah azza wa jalla atuambia kwenye hadith qudusi, anfiq ya ibn adam yunfaq alayk, toa na wewe kadhalika utatolewa na Allah azza wa jalla nafaka utapewa. Mfano wake wa kutokea kwa hivyo ni hivi alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadith. Kwa hiyo Allah azza wa jalla yunfiq ala abdihi almunfiq, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye hutoa kumpa mja wake ambaye ni mwenye kutoa, kama hivi tulivyoona kwa hii hadithi ya ajabu, hii hadithi ambayo ndani yake kuna karama miongoni mwa karamat ambazo Allah azza wa jalla huwapa waja wake wa khairi na waja wake wema. Na si jambo la ajabu wala si jambo la kustajabu katika qudra na uwezo wa Allah subhanahu jalla jalalu, wala pia haimaanishi kwamba karama kama hizi zimemalizika kwa kuondoka sahaba tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abadan, wema bado wapo na watu wa khairi bado wapo, na maadamu khairi bado zipo na ahadi za Allah azza wa jalla ni za kweli zinaendelea, karama kama hizi zitakuwa bado zipo kadhalika. Ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya ukweli. Ukiamini ya kwamba ukitoa na Allah azza wa jalla ni mwenye kukupa, basi toa kwa wingi na uone mambo ya ajabu ambayo Allah azza wa jalla atakuwa ni mwenye kukufanyia. Muhimu, jambo la msingi na jambo la kuwa na mazingatio nayo makubwa, na jambo ambalo ni muhimu tuwe nalo katika fahamu saa zote, ni kwamba hizi fadhail ambazo tunazitaja hapa, hii ambayo tumeifikia ni ya 5, zimetangulia nyuma kule 4 kule nyuma, na kuna zingine zinakuja 4 takriban zingine kadhalik. Hadhihi alfadhail ikhwata aliman ma tahsul illa bishart, asipatikaniwi isipokuwa kwa sharti moja kubwa sana. Sharti lenyewe ni lile ambalo ameliandika hapa An-Nawawi rahimahullah kwenye mlango wake, amesema thiqatan billahi ta'ala. Piga mstari, thiqatan. Hizi fadhail ukitaka kuzipata ni lazima uwe na thiqa na Allah subhanahu jalla jalaluhu. Usimfanyie Allah majaribio, usimfanyie Allah azza wa jalla trial and error. Ngoja na mimi njaribu niangalia, kumbe hutajwa jina kwenye mawingu ngoja na mimi niangalie kama nitatajwa jina langu pia. Alafu auliza watu, jamaa mkija hivi mlisikia jina langu likitajwa kwenye mawingu? Hayo ni majaribio. Usifanye kutoa kwa namna hiyo, wala hayo yasiwe malengo yako ya kutoa. Ukitoa, An-Nawawi rahimahullah ta'ala ameandika haya maneno kwa maana makubwa sana. Ndio maana nimekwambia uyapige mstari, uyahifadhi, uyashike vizuri. Qala An-Nawawi rahimahullah, babul karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair, madha qala? Thiqatan billahi ta'ala. Narudia, thiqatan billahi ta'ala. Uwe na thiqa na Allah subhanahu wa ta'ala, uwe na imani na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni mkweli, na yale aliyokuahidi haya ya khairi na fadhail yote kadhalika ni ya kweli na utayapata. Haya ambayo tumeyataja na yote ambayo insha Allah ta'ala tutakuja kumbarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.